baada ya ratiba kutoka, wakati timu mbalimbali zikiendelea kufanya maboresho ya vikosi vyao kuelekea msimu ujao wa mashindano, Azam FC imeweza kunasa saini ya beki akitokea Maniema, Lupin Jumeris. Azam pia imekamilisha usajili wa winga Enoch Molia akitokea St. Louis Lupopo ya DR Congo. Hizi ni tetesi na ni usajili ambao tayari hata Azam mwenyewe ulianza kama tetesi ama fununu, lakini sasa ni rasmi. Azam imekamilisha usajili za hakuna sajili kwenye Kiswahili. Azam imekamilisha usajili wa wachezaji hawa, maana mimi ni balozi wa Kiswahili, sitakiwi kubananga lazima nizungumze Kiswahili mufti. Ni wachezaji wa namna gani? Ukianzia kwa Diumese ambaye ni mlinzi wa kati, kwanza kocha Frohai Bengi anafahamu kwa sababu wametoka katika soka la kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yes, anafahamu na hate ambayo yuko nayo. Unaona ni aina ya wachezaji ambao Azam FC walikuwa wanahitaji, na walikuwa pia wanahitaji kuongeza nguvu katika eneo hilo, kwa sababu ulikuwa unaona ile ingia toka ambayo ilikuwa nayo msimu huu, hasa katika lile eneo, katika kuipata ile pea ambayo itakwenda kucheza kwa muda mrefu. Lakini ukija kwa wawinga ambayo wamemsajili, ukiangalia Azam FC msimu huu mashambulizi yao wamekuwa wapo na ule tunasema wamekuwa wapo comfortable zaidi wanaposhambulia kupitia katika maeneo ya pembeni. Na kwa nini? Kwa sababu silaha yao kubwa katika mashambulizi ni pale ambapo mpinzani anatoka kupoteza mpira, wao wanaupata na kuanzisha shambulizi hapo hapo. Na umeona Faisal Salum kwenye lineup utamwona ni nyuma ya mshambuliaji, lakini mara nyingi amekuwa akihusika katika maeneo ya pembeni, ni kama kushoto au kulia. Utamwona Idi Nado hatari yake ilikuwa hasa katika upande gani, na huu usajili ambao utaona hatari yake zaidi katika upande wa pembeni, na sio tu pembeni, utaona sana katika upande wao wa kushoto ndio ambao kocha amekuwa akitumia sana kufanya yale mashambulizi ya haraka au ya kushtukiza. Sasa bana, nimeona eneo la walinzi wa kati Azam kama vile msimu uliopita walikuwa na struggle sana, ila nilipenda performance, tunaweza tukasema kiwango ambacho alikuwa anakionyesha Talib Nur. Mechi zote za kimataifa amecheza, kwa maana ya mechi za kombe la shirikisho kwenye kiwango bora kabisa. Yeson Fuentes Mendoza amekuwa ingia toka. Yoro Mamadou Diaby naye amekuwa ingia toka. Pengine ndio sababu ya msingi kocha kutafuta mchezaji ambaye anacheza ulinzi wakati. Kwa timu kama Azam nadhani wana haki ya kufanya hivyo, kwa sababu ujue wanaingia kwenye mashindano ya muda mrefu kimataifa. Pia lazima utafute watu ambao mabeki ambao kidogo wanaweza kwa command pale nyuma. Ukiangalia Azam bado hakuja yule beki ambaye anaweza akawapanga wenzake akaelekeza vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona, kaangalia kwenye hasa uzoefu. Ukiangalia mabeki waliosajiliwa pale ni wazoefu, kwa hiyo wana uzoefu pia kwenye ligi zao, pia wana uzoefu wa kimataifa. Kwa hiyo nadhani kaiangalia zaidi kwenye kimataifa. Ukiangalia kwenye ligi ya ndani na hao wengine wanaweza wakafanya kitu, lakini kimataifa bado lazima upate beki ambao anaweza akaweza kuicontrol, mchezaji kiongozi, yani kama ilivyokuwa kina Gray Morris na Gray Morris na wao walivyokuwa wanacheza pale, unaona kabisa mtu ana command. CG Pascal Wawa, ama kutaka kuitamka kama anavyoitamka Kamarada Sergei Pascal Wawa ama Pascal Wawa. Yes, kwa hiyo naona yani wapate design kama wale ambao wanaweza wakasababisha hatari zisiwe nyingi, kwa sababu kuna mchezaji mwingine anaweza akaona hatari kabla, yani kuliko wachezaji wote uwanjani. Kwa hiyo kiongozi lazima uwe hivyo, na nadhani mabeki waliosajiliwa Azam nadhani wana hiyo tabia kwamba naweza tukawapanga hata kama timu inashambuliwa, naweza tukafanya 1 2 3 tukapita kwenye bana. Mbali ya Kipre Junior Tiaguri ambaye amerejea kwenye kikosi cha Azam FC, lakini Enoch Molia naye anatajwa kusainiwa na kikosi cha Azam FC. Ni wachezaji wa namna gani hawa? Yes, kutoka St. Louis Lupopo pale DRC. Wote ukiwaangalia wana sifa za kufanana, kwa maana kwamba wote ni wazuri kushambulia kutokea pembeni. Tunaweza tukasema ni winga. Ndio hiyo nilikuwa nazungumza hapo mwanzo, ni kwamba aina Azam ukiangalia walivyokuwa wanacheza msimu uliopita ni rahisi zaidi
kwa hawa wachezaji wa maeneo ya pembeni kwa winga kufanya vizuri kutokana na namna kocha alivyokuwa ameitengeneza timu yake, lakini pia wana watu ambao wana uwezo wa kuweka mipira katika njia ambazo Enock Molia kasi yake zaidi katika eneo la pembeni ndi kitu ambacho atajivunia zaidi. Kipre aliwahi kuwepo hapa, tunafahamu kama atakuwa na fomu ile ile, basi moja kwa moja atakwenda kuongeza kitu kikubwa. Ni kwamba uzuri ni yani wamekuja katika timu ambayo mwalimu anapendelea wachezaji wa aina yao. Kwa hiyo natarajia watakwenda kufanya vizuri kama hakutakuwa na changamoto za majeraha na hizi nje ya uwanja, lakini ndani kwa ndani manake kina Zidane, Ali Sereri, Idi Selemani Nado kama atasaini manake bado na taarifa za ndani mpaka sasa. Kitu nilichogundua, unajua ukiwa na wachezaji wa Kikongo, yani ni wachezaji ambao kwanza wanajitolea sana uwanjani. Yani ukiwa na Mkongo ambao yuko vizuri, naweza nikasema kwa mawinga, unaona kabisa jitihada zake, anaingia, anaenda, ana energy ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo nadhani Ibenge anaenda na Wakongo wengi kwenye timu kwa sababu gani? Kwa sababu wachezaji ambao kwanza wanaweza kukupa matokeo hata kwenye mechi ngumu, hasa hizi za kimataifa. Kwa hiyo unaona ndio maana sajili nyingi sana Wakongo kwa sababu anawafahamu na ile kacha yao na desturi yao jinsi wanavyocheza kwenye mechi anawafahamu, ndio maana akaamua kwenda nayo kwenye Azam. Bana, sawa. Upande mwingine ni kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Duru za habari zinaarifu ya kwamba Kelvin Nation Naftali ni mwekundu wa Msimbazi, kwa maana ya tayari ameshajiunga na timu, na jezi aliyokabidhiwa ni ile ambayo aliwahi kuivaa Hassan Saleh Dilunga, jezi ambayo aghlab Kelvin Nation Naftali anapokwenda ndiye anapenda kuivaa, jezi nambari 24. Mchezaji mwingine ambaye anapenda kuvaa jezi hii ni Abdul Halim Humudi au Gaucho, ndio jezi yake. Mchezaji mwingine ambaye anapenda kuvaa jezi hii ni mtangazaji kinara. Hizo ndo jezi zetu mafundi. Na wewe mwenyewe? Hiyo ndo jezi yangu. Jezi nambari 24, jezi namba 14. Yani iwe tu na 24. Iwe na 4 tu pale. 24 kwa maana ya tarehe yangu ya kuzaliwa. Ndio tarehe niliyozaliwa. Na mara nyingi huwa hawa watu ni magenius. Kweli. Unaona hata Enzo Fernandez Argentina pale. Hawa watu mara nyingi huwezi kumkuta mtu ambaye amezaliwa tarehe 24 ukamfananisha na Machota. Kelvin Nation Naftali kutokea Pamba Jiji, zilianza kama romance, penyenye au tetesi, lakini hapa amevaa uzi wa Simba, jezi nambari 24, Nation Naftali. Ni mchezaji wa namna gani? Anakwenda kupacha pale na Kagoma. Na waliwahi kucheza pamoja kama unataka kumbuka, akiwa Geita Gold chini ya kocha Freddy Felix Minziro, majeshi Baba Isaya kata raia. Hapo dimbani kumechafuka hapo. Kuna Nation kuna Kagoma. Hapo ni viatu kupasi. Mwanzo mwisho. Hapo msuli utamaniki hapo. Mwisho tunacheza na Azam pale kwao kule. Isafu uwanja ulikuwa umeloa. Ndio nilikuwepo hiyo mechi. Walichafuka vibaya. Yaani ni wachezaji ambao kwanza ukimwangalia Nation na Kagoma ni wachezaji kama wanashabiana ni jinsi ya kukaba hata kwenye kucheza. Kwa hiyo hata kwa kumsajili Simba naona ni kiungo ambao ataweza kuwaofa vitu vingi. Kuna zile mechi zile unahitaji kiungo ambao mbishi. Na ukimwangalia Nation ni kiungo mbishi. Na anaweza, yani mimi nampendea Nation pia ni mtu anagonga afu anapasia. Yani kiungo kakamilika. Yani kwa sehemu ya tuende vita tunaenda vita. Sehemu ya huyu ni kama wewe kaka. Enzi zake. Kelvin Nation Naftali. Mimi nilikuwa napenda alivyokuwa Pamba. Yani alikuwa hakuwa nahodha, lakini alikuwa mchezaji kiongozi. Yani alikuwa sauti yake inasikika. Kelvin Nation Naftali. Kuna wakati mwingine anaweza akafanya maamuzi. Unakumbuka moja ya magoli ambao amefunga msimu uliopita, alifunga goli nje ya 18, piga kombora moja la maana mno, mpira ukaenda ukacheza kwenye besela ukakwama kule kwenye kamba. Ni mchezaji wa namna gani kwa viungo ambao wako pale Simba? Yes, kwa Simba unaweza ukasema wamepata mtu, kwa sababu ukiangalia ukimwacha Kagoma ambaye akiwa fit, Simba hii pacha nyingine zilikuwa zinabadilika. Utakuta mara Alassane Kante, Neo Maema alikuwa anashushwa katika lile eneo, Nabi Kamara kuna muda alikuwa anachezeshwa, manake kocha ni kama alikuwa hajapata bado ni mtu gani sahihi ambaye anaweza kupacha na Kagoma. Na Nation ukimwangalia licha tu ya kwamba ile ya kupora mpira, lakini baada ya kupora mpira anajua
nini ambacho naweza nikakifanyia. Nation anaweza kupiga pasi za kwenda mbele. Nation pia ana uwezo wa kushoot, kupiga nje ya 18. Endapo kama mtakutana na timu ambayo imesogea nyuma zaidi, pengine inaweza ikawa option ya kupiga kutoka nje ya 18. Na wakati akiwa Pamba alikuwa anaonekana ni ile tunasema samaki mkubwa kwenye bwawa wadogo. Yani alikuwa anaonekana daraja lake kwa namna gani, yani ulikuwa unaona ni timu ndio labda ina changamoto, lakini yeye kama yeye ule uwezo wake ulikuwa unaonekana. Sasa anakwenda Simba ambayo ina wachezaji ambao wana daraja tofauti na Pamba, na kwenda Simba ambayo kuna rasilimali tofauti na Pamba. Hii inaweza ikawa advantage kubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo walichokwenda kukipata Simba, wamempata mchezaji ambaye anaweza kukaba, wamepata mchezaji ambaye anaweza pia kusogea, kuongeza idadi ya watu katika eneo la mpinzani, lakini ni mtu ambaye pia anaweza akapiga pasi za kusogea, kitu ambacho unaona Simba kwa aina ya wachezaji waliokuwa nao msimu uliopita kama hawatofanya mabadiliko sana, wale kina Libase Gay wanapenda. Nilikuwa naona Alassane Maodo Kante ni kama vile, unajua zamani ilikuwa kipaji kina nguvu sana, lakini sasa hivi nathubutu kusema ni kipaji na majukumu. Unaweza ukawa na kipaji kikubwa, lakini kwenye kutekeleza majukumu unapokuwa uwanjani unafanya kwa kiwango gani na kwa asilimia ngapi? Huenda Frank ukaungana na mimi kwenye hili. Leo Himidi Mao Mkami, ukitazama umri aliokuwa nao, kazi ambayo anaifanya, anawaacha mbali sana vijana wadogo wenye nishati ya kutosha, wenye energy ya kutosha, wenye nguvu za kutosha kucheza kwenye eneo lile la central midfielder, akicheza kama kiungo mkabaji, na anakupa ukienda dakika 120 wala hakuna shida yoyote. Lakini kumbuka, kando kuna wachezaji ambao wana umri mdogo kiasi ambacho kutekeleza yale majukumu ambayo kocha anayataka inawezekana ikawa shida. Unalionaje hilo? Kwa sababu nimeona kwangu mimi binafsi kwenye tathmini ya Alassane Maodo Kante ni kama vile alikuwa anashindwa kutekeleza majukumu ambayo kocha anampatia. Achilia mbali kipawa ama kipaji kikubwa ambacho amekuwa nacho ama alichojaliwa, lakini kwenye kutekeleza majukumu ambayo anapewa kiwanjani ilikuwa shida sana kwake. Ukimtolea mfano kama Himidi, ujue kuna baadhi ya wachezaji wenyewe unakuwa na hali hiyo huka, anasema kwamba ana moyo wa kupambania timu. Ndio. Mwingine anaweza akawa na kipaji kizuri, sawa, timu ikiwa na mpira unamuona anaonekana kama Kante, unaona kipindi timu ina mpira unamuona anakuja naomba na pasia, tushapoteza. Yaani kipindi cha kukaba ni kipindi ambacho cha moyo wa mchezaji mwenyewe, anaweza aje kupambania mpira. Kwa hiyo ukiangalia Kante ni mchezaji ambaye kwanza ka relax uwanjani, wakati mwingine unamuona baadhi ya matukio anachelewa. Ukimtolea mfano Himidi, ni mchezaji ambaye kweli age imeenda, lakini anakuwa yuko makini sana na hizo yani kuangalia hatari ziko wapi kwenda kuzini, ni hali ya mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo ukiangalia, ndio maana wameamua kumsajili Nation, labda wameangalia kwa staili hiyo kwamba sawa, Simba muda mwingi tunakuwa na mpira. Kuwa na mpira Simba hamna shida. Shida inakuwa tukishaupoteza inakuaje. Kwa hiyo mara nyingi timu kubwa wanaangalia kipindi mpira umepotea pale, nani anaweza akatutafutia. Ndio maana unaona kwenye kikosi Kagoma mechi zote muhimu zile na kubwa unamwona Kagoma kaanza. Kwa sababu gani? Ni mchezaji ambaye mpira ukipotea unamwona. Waswahili wanasema huyo napo ambari zinduna haiko mbali. Baada ya kuzungumza usajili wa Kelvin Nation Naftali, tuhamie upande wa pili, kwa maana ya tuelekee mitaa ya Twiga na Jangwani. Wananchi Young Africans wameendelea na wataendelea kufanya usajili kuendelea kuimarisha kikosi chao. Siku za hivi karibuni inaarifiwa kwamba wamemtangaza nyota aliyewasha akiwa na kikosi cha Fountain Gate ya kule Arusha, Juma Issa Abushiri maarufu kama Chuga, kuwa sasa ni kijani na njano. Chuga ni mwananchi. Chuga boy. Chuga boy ni mwananchi. Lakini kama hiyo haitoshi, Awesu Ali Awesu Namungo bwana. Huyu ni muuaji wa kusini. Awesu Ali Awesu ambaye alijiunga na Simba Agosti 2024 na baadaye tukamshuhudia akienda Polisi Kenya kwa mkopo, lakini kabla ya hapo alikuwa KMC. Naye Awesu Ali Awesu amejiunga na Namungo. Lakini kama haitoshi, Pamba Jiji imeshusha mashine 3 za maana kweli kweli. Hawa ni wanatipi Linda Ndama wanakawekamo kutokea Pamba kule Mwanza,
wameshusha Stefan Ocheng, goalkeeper wa kisasa akitokea Shabana FC, timu ambayo kocha amewahi kuichezea Shabana. Kocha wao Francis Baraza alicheza Shabana, alafu akatakiwa na Yanga, akaja Yanga akafanya majaribio wakati ule utawala wa Francis Kifukwe. Mambo yakaenda msege mnege, yani yakaenda sivyo ndivyo. Lakini mbali na hapo, taarifa nyingine kutoka Pamba, mbali na huyo goalkeeper wa kisasa Noyem Okorocha akitokea Mlandege pale Zanzibar, naye amesajiliwa na Pamba Jiji. Kama haitoshi pia, taarifa nyingine, Eric Johola akitokea kikosi cha Mashujaa, naye amejiunga na kikosi cha Pamba. Hizo ni baadhi tu ya timu ambazo zimesajili wachezaji kwa ajili ya kujimarisha kuelekea msimu ujao. Walau kwa nusu dakika, alafu tuhame hapo. Nianzie wapi? Anza kwa Juma Abushiri. Okay. Yes, kwa Juma Abushiri ni mchezaji ambaye ana enjoy zaidi akiwa huru kucheza katika mchezo, na ndicho ambacho Fountain Gate walikuwa wakimtumia hivyo. Yani ataenda pembeni, atakuja katikati, ataingia ndani ya box. Anapenda kuwa hivyo, kufanya vitu vyake akiwa huru. Kwa hiyo kwa Yanga, yes, wanakwenda kuongeza kitu kingine, kwa sababu ni pia licha mbali tu, sio tu kucheza, pia ana uwezo wa kutengeneza, lakini pia hata na mwenyewe mguu wake ule wa kushoto ana uwezo, na muda mwingine pia ukamwona anafunga. Kwa hiyo kwa maana na Yanga haina wachezaji ambao wako nao, kama tafiti vizuri kwenye mfumo, basi apewe nafasi. Hilo ndio jambo kubwa, kupewa nafasi na itaenda, kwa sababu nimeona Alan Okello amepambaniwa sana Yanga. Mwanzoni hakuwa ila nafasi na performance nzuri atapata akionyesha, lakini baadaye akapewa nafasi. Leo tunamzungumza Alan Okello, miongoni mwa wachezaji alipewa muda bora kweli kweli. Kwa hiyo na Juma Issa Abushiri Chuga apewe nafasi, hata mechi ya kwanza asipofanya vizuri aendelee kupewa nafasi.